Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukitazama Mashariki ya Kati, tunaitazama eneo la ukanda wa Gaza, nchi ya Palestina, ambapo taa ya kijani ya Trump na Netanyahu tayari imewashwa dhidi ya ukanda huo wa Gaza. Lakini je, vita vya Gaza vitaanza tena? Endelea kuwa nami niweze kukufahamisha kwa mapana. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Hamas kwamba taa ya kijani ishaanza kuamulika na sasa huenda vita ikaanza tena katika eneo hilo. Trump ameionyesha Israel taa ya kijani kwa kisingizio kwamba Hamas haiheshimu makubaliano ya kusitisha vita, siku tatu baada ya kutiwa saini makubaliano ya amani ya Gaza na kuachiwa huru mateka wa Israel. Jumatano iliyopita, Trump alisema kuwa wanajeshi wa Israel wanaweza kuanzisha tena vita huko Gaza ikiwa Hamas haitaheshimu makubaliano hayo. Lakini pia waziri wa ulinzi Israel Katz ameweka wazi siku ya jana akisema kwamba kuna uwezekano mkubwa jeshi la Israel likarejea tena katika eneo la ukanda wa Gaza kwa ajili ya mapambano dhidi ya kundi la Hamas ambalo linaonekana kurejea kwa kasi katika eneo hilo baada ya kuondoka kwa majeshi ya Israel IDF. Siku ya pili baada ya kusitishwa kwa mapigano, Hamas walitisha idadi ya wanajeshi zaidi ya 7,000 katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, licha ya kwamba wanadai kumekuwa na mamluki kutoka Israel ambao wameingia wakisema kwamba ni kundi la Shin Bet miongoni mwa majasusi wa taifa hilo ambao wameingia kwa ajili ya kutaka kuteka baadhi ya maeneo, na hivyo Hamas imesema imetumia nguvu kubwa katika kupambana nao. Kutokana na hayo yote, rais wa Marekani amesema kwamba hii ni moja kati ya sababu ambayo itaifanya Israel ingilie kati, huku vyombo vya habari vya Israel vikiripoti kwamba hao hawakuwa ni Shin Bet isipokuwa ni raia kutoka baadhi ya koo mashuhuri katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Rais wa Marekani amekwenda sambamba na Israel kwa kukiri madai ya harakati ya wapiganaji wa Kipalestina Hamas ambao hawataki kuheshimu vipengele vya makubaliano ya kusimamisha vita katika ukanda huo wa Gaza, na hivyo kusitisha harakati hiyo na wakazi wa Gaza. Israel itarejea katika mitaa ya ukanda huo mara tu itakapoamuru. Ikiwa Israel inaweza kuingia na kuwaponda vibaya sana, itafanya hivyo. Rais wa Marekani alidai kuwa kinachoendelea kwa Hamas kitarekebishwa haraka iwezekanavyo. Licha ya vitisho vyote hivyo, Trump aidha amesema kuwa vita imekwisha, vita imekwisha, vita imekwisha. Mnaelewa hii? Matamshi ambayo amerudia mara tatu yanadhihirisha namna misimamo yake inavyokinzana, na huenda alizungumza bila kuelewa ni nini anakimaanisha ili kudhibiti fikra za walio wengi duniani na mashinikizo ya kisiasa dhidi yake. Trump amezungumza hayo huku Israeli kituhumu harakati za Hamas kuwa haiheshimu mapatano ya kuachia huru na kuwakabidhi mateka wa utawala huo waliokufa na walio hai kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha vita. Viongozi wa Israeli wamefahamisha Umoja wa Mataifa kuwa shehena ya misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Gaza na kwa ajili ya watu wa eneo hilo itapungua au kucheleweshwa kutokana na idadi ndogo ya miili ya mateka wa utawala wa Israel walioaga dunia. Hata hivyo, hadi sasa usitishaji vita unalegalega. Inaonekana kuwa baada ya kukabidhiwa kwa wafungwa wote walio hai wa Israel, hivi sasa imeazimia kwa mara nyingine tena kuwasha moto wa vita katika ukanda huo kwa kisingizio kuwa Hamas imeshindwa kuheshimu makubaliano ya usitishaji vita na kwamba haijakabidhi maiti za wafungwa wote wa Israel waliokufa. Licha ya kwamba Hamas wamesema wameshamaliza kuotoa miili yote ya waliokufa, ingawa baadhi ya miili inadaiwa si ya wa Israel. Katika upande mwingine, mawaziri wenye misimamo mikali wa utawala wa Israel akiwa ni pamoja na Smotrich na Ben Gvir ambao wanapinga makubaliano ya kusitisha vita bado hawajajitoa katika serikali ya mseto ya Netanyahu. Inaonekana kuwa mawaziri hao wanasubiri kuvunjika mazungumzo ili waweze kutumia suala hilo kama kisingizio cha kuendelezwa kwa vita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue mengi yanayojiri katika ulimwengu.